Naibu mkurugenzi mpya wa siasa na matukio, Mheshimiwa Ali Makame Issa, akiwa kwenye kikao cha kamati tendaji katika ofisi za CUF jijini Dar es Salaam, maeneo ya Buguruni, leo Aprili 30 mwaka 2026, amesema kuwa chama cha siasa lazima kiwe na matukio na mipango mizuri. Makame ameeleza kuwa chama kikiwa na matukio ndiyo chachu ya watu kuelewa haraka lengo na madhumuni ya chama, huku akieleza malengo yao katika chama kwa kurudisha CUF kuwa chama kikuu cha upinzani na kuweka mipango kazi kwa kuhakikisha demokrasia inakuwa nchini. Siasa ni matukio. Kama hakuna matukio, hakuna siasa, kwa sababu siasa ni mawazo na mipango ya kuendesha nchi. Lakini hata hivyo ni mawazo na mipango ya kuendesha chama. Kwa hivyo ikiwa ni mtaalamu wa masuala hayo, kiukweli unaweza ukafika pazuri katika siasa zako. Na kwa sababu chama cha siasa lazima kiwe na matukio, kiwe na mipango mizuri. Kwa hivyo matukio ndio ambayo kwa yatafanya watu wakuelewe haraka, matukio ndio yatakufanya watu wakuchukie haraka. Na sisi ni wataalamu, kwa hivyo tunajua kwamba matukio yapi tukiyabuni na tukayafanya, watu watatuelewa haraka na chama chetu kitarudi katika uhalisia wake. Na lengo letu sisi ambao kwa tumerudi katika chama hichi cha wananchi CUF ni kuirudisha chama cha wananchi CUF kuwa chama kikuu cha upinzani ili kuwa na matayarisho ya kuchukua serikali. Aidha, naibu huyo ameeleza matarajio ya chama kuwa na maendeleo ikiwemo kuanzisha vikundi vya wajasiriamali na vitengo vya kutengeneza ajira kwa kushirikiana na serikali. Tukiwa na chama cha wananchi CUF tutatia shinikizo watu wetu vipi waweze kupata ajira, lakini tukiwa na chama cha wananchi CUF tutashinikiza vipi pesa ambazo zinatolewa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia watu kwenye vikundi, kuwasaidia wajasiriamali na sisi wanachama wetu zinawafikia. Na moja kati ya jambo ambalo kwa tutalifanya ndani ya chama cha wananchi CUF ni kuhakikisha kwamba matawi yetu yote itakuwa ni vianzio ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na vikundi vya wajasiriamali, lakini sio vikundi vya wajasiriamali tu, lakini ni vitengo vya kuhakikisha vipi na sisi tunatengeneza ajira kwa kushirikiana na serikali, kuhakikisha kwamba lazima tutajua takwimu ya watu wetu wangapi waliokuwa hawana ajira na tutashinikiza vipi serikalini ili waweze kupata ajira. Ni moja kati ya matukio ambayo tutabadilisha mfumo wa siasa zetu, kuhakikisha kwamba kuna watu wanafanya siasa kuwashawishi watu wao wakafu, lakini sisi tutafanya siasa kuwashawishi watu wetu wazidi kuishi na waweze kupata maisha yaliyokuwa bora. Mbali na hayo, Makame amesema kuwa kutakuwa na uelimishwaji wa vijana kwa upande wa siasa, akieleza kuwa siasa ni mfumo wa maisha. Pia naibu ametoa sababu ya kurudi katika chama cha CUF, akieleza chama hicho kimejijenga katika mfumo wa kuchukua dola. Kwanza kuwa uchambuzi wa mambo ya kisiasa na kijamii bado nitaendelea nao. Lengo ni kuelimisha vijana wetu kwamba siasa ni mfumo wa maisha, kwa sababu wanakuambia hata vyama vya siasa, kwa sababu siasa ni mawazo na mipango ya kuendesha nchi. Kwa hivyo namna gani tutaelimisha vijana wetu ili waweze kujiunga katika vyama vya siasa, kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri na masuala haya. Kilichonishawishi kurudi kwenye chama changu cha wananchi CUF, kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaweza tukashirikiana wale ambao kwa tulikuwa CUF zamani, tukirudi kwamba CUF itarudi katika imara wake, kwa sababu ni taasisi ambayo kwa imejengeka kuanzia chini mpaka juu, tofauti na vyama vingine ambavyo kwa ni viko kwenye mitandao. Lakini ukija ukiangalia matawi yao, ukiangalia unashtukia hakuna kitu. Kwa hivyo nimeona kwamba katika chama ambacho kuwa kina mfumo mzuri wa taasisi ni chama cha wananchi CUF, kwa sababu ndio chama ambacho kwa nimekulia, na nimeenda kwenye vyama vingine nimeona utaratibu wao. Kwa kweli ni vyama ambavyo kwa inakuwa ni mtu mmoja tu, watu wawili wanakuwa na maamuzi ya kila kitu. Vile ameeleza jinsi walivyojipanga kukijenga chama hicho, akisema watu wajiandae kwa mambo makubwa kupitia chama hicho. Jitayarishe kwa matukio yatakayotokea, kuonyesha ulimwengu, ulionyesha taifa kwamba chama cha wananchi CUF kiko imara, na kuna matukio yatakayotokea Tanzania bara, yatakayotokea Zanzibar, watu hawatoamini, kwa sababu CUF ndio kilichokuwa chama kikuu cha upinzani karibu miaka 15 kama sikusei. Lakini wakiamua tunafanya,
wanafanya. Wakiamua tunakataa, tunakataa. Kwa hivyo na mimi itakuwa msimamizi mkubwa, kwa sababu siasa na matukio ndio jambo ambalo kuwa kitaifanya chama chetu kionekane, itaonekana serikali, hata serikali, viongozi wetu wa vyama, matokeo yake yataonekana kama kweli hawa wamekuja kuleta chama ambacho kuwa kitakuwa ni chama cha upinzani wa kweli, lakini ni chama ambacho kuwa kweli kimejipanga kuchukua serikali. Aisha Charles, Tifu TV.